Kwa majina yangu mimi naitwa Engineer Zombo Salumu, ni msimamizi wa kituo cha uendezaji teknolojia SIDO Mbeya. Kwanza kabisa tunashukuru Jeshi la Zimamoto kwa kuja kutoa elimu kwa habari ya kupambana na moto. Tunashukuru tumejifunza aina mbalimbali za moto na tumefundishwa kwamba si kila moto unaweza ukazimia maji ama ukazimia mchanga. Wametufundisha namna ambavyo tunaweza tukatumia majumbani, kwa mfano moto wa gesi, kuna blanketi maalum kwa ajili ya kuzimia moto. Lakini pia tumefanya practical hapa, tukaona kwamba kuna moto ambao unachanganyikana na mafuta, unaweza ukawaka kwenye maji. Ukiwasha kwa kutumia maji unaona unazidi unaochochea moto. Wametufundisha namna ya kutumia zile fire extinguisher, ambapo tumefanya mazoezi hapa, tumejaribisha na tumeweza kuzima moto. Hii inatusaidia sisi kuwa mabalozi wazuri pale ambapo tutakutana majanga ya moto, iwe ni majumbani au hata barabarani tunaona magari yanaungua, tuweze kutoa elimu kwa ajili ya kutumia vifaa vya kuzima moto kama fire extinguisher. Lakini pia tumepata funzo kwamba kuna umuhimu pia katika manyumba tukawa na vifaa vya kuzimia moto. Kwetu vitatusaidia sana na tutaweza kuwa salama. Kwa mafunzo haya, Tanzania bila moto inawezekana. Majina anaitwa Sergeant Esther Kinyaga, ni afisa habari msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya. Ikiwa ni desturi yetu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya kutoa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto kwa jamii, leo hii tumefika katika kiwanda cha SIDO ambako tumetoa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto, na lengo la kutoa elimu hii ni kuwajengea uwezo wa wafanyakazi waweze kukabiliana na majanga ya moto pindi yanapotokea kabla Jeshi la Zimamoto na Uokoaji halijafika eneo la tukio, ili kupunguza au kuondoa madhara yasiweze kutokea katika jamii inayotuzunguka. Kwa majina ninaitwa Ana Kasanga Mwakiembe, ni mfanyakazi wa hapa SIDO kwenye kitengo cha manunuzi. Semina hii tuliyoipata leo kuhusu elimu ya moto na uzimaji wake kwa kweli imetunufaisha sana sisi. Tumeweza kujua aina mbalimbali za moto, pamoja na kwamba majumbani tunatumia moto kupika, kufanya nini, lakini tulikuwa hatujui kama kuna aina. Binafsi nilikuwa sijui kama kuna aina mbalimbali za moto, na nilikuwa pia sijui uzimaji wake unatakiwaje. Maana mimi nilikuwa nafikiria moto wote tu unazima kwa kutumia maji. Lakini tunashukuru Mungu kwa elimu hii tuliyoipata na aina mbalimbali za moto na uzimaji wake. Tumeweza kujua, imetunufaisha zaidi, tutawanufaisha, tutawaelekeza vizuri mabinti zetu huko majumbani, na pia kwa wakati mwingine inatujengea ujasiri, hasa tutakapokuwa tunazipata mara kwa mara. Inatujengea ujasiri wa kutukumbusha ni namna gani ya kuweza kuzima moto mara kwa mara unapotokea katika nyumba zetu na sehemu zetu za kazi. Kwa majina naitwa Ndege Jonasi, ni mfanyakazi wa SIDO kitengo cha uchomeleaji. Kwa siku ya leo nimejifunza namna ya kupambana na moto. Binafsi na furahia kwa sababu kuna baadhi ya vitu tulikuwa hatufahamu. Binafsi nilikuwa sifahamu. Hususan kwenye namna kwenda mwelekeo ambao upepo kwenda kinyume na upepo unavyoelekea uweze kuzima moto. Kwa hiyo kuna vitu vingine naweza nikasema nimejiongezea elimu pale matukio ya moto yanapotokea wakati fulani, niweze kujua hizi hatua za kuweza kufuata. Lakini pia kwa ajili ya mfano moto umetokea ndani na kuna moshi mkali, nilikuwa sifahamu namna ya kucrawl chini kwa ajili ya kujizuia na ile chemical ya moshi. Kwa leo nimejifunza kwamba inapotokea issue kama hiyo natakiwa ni crawl chini niweze kukinzana na moshi ili kusudi nipate hewa oxygen na niweze kujiokoa maisha.